Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola ya seba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza kitabu cha Filemoni sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 25. Inasema, Paulo mfungwa wa Kristo Yesu na Timotheo aliye ndugu yetu, kwa Filemoni mpendwa wetu, mtenda kazi pamoja nasi, na kwa Afya ndugu yetu, na kwa Akipo askari mwenzetu, na kwa kanisa lililo katika nyumba yako. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wangu siku zote, nikikumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila chema kilicho kwetu katika Kristo. Maana nilikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako, kwa kuwa mioyo yao watakatifu imeburudishwa nawe, ndugu yangu. Kwa hiyo nijapokuwa nina ujasiri katika kukuagiza likupasalo, lakini kwa ajili ya upendo na kusikwa kuwa ni kama nilivyo Paulo mzee, na sasa mfungwa wa Kristo Yesu pia, na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yani Onesimo, ambaye zamani alikuwa hakufai, bali sasa akufaa sana, wewe na mimi pia niliyemtuma kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa, ambaye mimi nalitaka akae kwangu, apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya Injili. Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima, bali kwa hiari. Maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye tena milele. Tokea sasa si kama mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa, kwangu mimi sana, na kwako wewe zaidi sana katika mwili na katika Bwana. Basi kama ukiniona mimi kuwa mshirika nawe, mpokee huyu kama mimi mwenyewe, na kama amekudhulumu au anamuia kitu, ukiandike hicho juu yangu. Mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe, mimi nitalipa. Sikuambii kwamba nakuia hata nafasi yako. Naam, ndugu yangu, nipate faida kwako katika Bwana. Uniburudishe moyo wangu katika Kristo,
na pamoja na hayo uniwekee tayari mahali pa kukaa, maana nataraji ya kwamba kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata. Epafra, uliyemfungwa pamoja nami katika Kristo Yesu, akusalimu, na Marko na Aristarko na Dema na Luka watendao kazi pamoja nami. Neema ya Bwana Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Neno la Mungu hili linatufundisha nini? Kitabu hiki cha Filemoni sura ya 1 kinatufundisha nini? Kitabu hiki kinatufundisha jambo la kwanza, upendo tuwe nao kati yetu. Maana yake tupendane sisi kwa sisi, maana sisi ni ndugu. Wanadamu wote ni ndugu, na baba yetu ni mmoja, Mungu wa mbinguni. Na baba yetu wa mwili ni Nuhu, aliyetuvusha katika gharika kuu, tukapata kuzaa na kuongezeka katika ulimwengu huu. Lakini jambo lingine la pili, tunafundishwa tuwe na imani katika Kristo Yesu. Kila jambo tulifanyalo, tulifanya katika imani ya Kristo, maana Yesu Kristo alivipatanisha vitu vyote na damu yake na msalaba wake, ili tupate kuokoka na kuvitumia vikiwa vitakatifu. Lakini jambo la tatu, tunafundishwa ukarimu. Tuwe na ukarimu. Tukiwa na ukarimu kwa watu wote, tutaweza kuwaleta hata wengine ambao bado hawajamjua Yesu Kristo. Kwa hiyo ni vyema tuwe na ukarimu, na ukarimu usiwe na mipaka. Jambo la 4, tunakumbushwa tuombeane neema ya Yesu Kristo bila kujali itikadi za kidini. Kumbuka, Mungu ni mmoja, hakuna miungu wawili, bali Mungu wetu ni mmoja. Dini na madhehebu haya yasitugawe. Mungu tunayemtafuta ni mmoja, na hapo Mungu ndipo atakapotujua. Kama sisi tukiweza kupendana sisi kwa sisi na kuombeana neema na msamaha mbele za Mungu, kwa sababu hakuna hata mmoja wetu ulimwenguni ambaye hana dhambi, bali ni wenye dhambi, na tunaokolewa na jina la Yesu Kristo tu. Bali tuombeane neema ya Yesu Kristo ili tupate kupona. Jambo lingine la 5, tunakumbushwa tukumbukane kwa neema, yani kwa salamu za neema. Tujaliane, tukumbukane, tujuliane hali. Hiki kitabu cha Filemoni kinatufundisha mambo hayo mazuri ambayo ni muhimu na yanaleta faraja kati yetu. Asanteni sana. Ombi: Yesu, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako ulimwenguni. Tupendane, tuwe na imani juu yako, tuwe wakarimu, tuwe na moyo wa kuombeana neema, tuwe na moyo wa kujuliana hali kwa wema. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.